Mungu anaweza. Tegemeo, Simba wa Yuda, tegemeo, Simba wa Yuda, tegemeo, Simba wa Yuda, tegemeo. Huyu Yesu anaweza.
mkono wako wa baraka umeleta baraka tele. Usifiwe Yahweh, neema yako ya milele imetufanya tunaishi. Usifiwe Yahweh, usifiwe Yahweh, usifiwe maneno
shangwe na vigelegele kwa Mungu wetu. Tumezungukwa na ukuta wa Bwana, tumezungukwa na sifa. Ukuta wa sifa umetuzunguka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatutapoteza muda, ni kwa sababu ya wakati. Nataka kutulete neno la Bwana na ili tukapate kuendelea kutoka mahali pale. Kwa hivyo tushangilie, tupige makofi, tushangilie Bwana wakati mchungaji anapokuja. Haleluya, shangwe na vigelegele. Haleluya. Haleluya, karibuni. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Wangapi wamekuwa asubuhi wakati nilikuwa nahubiri ama wakati nilikuwa namalizia? Praise God. Bwana akaweze kuwabariki na akaweze kuwainua. Huu ni mwaka tunataka Bwana akaweze kututendea mambo mazuri, na kwa hivyo tunaongea vile kanisa litakuwa. Vile na kanisa ni mimi na wewe. Amen. Kanisa si jengo, kanisa ni mimi na wewe. Kwa hivyo hii mwaka hatutaki tu kutangaza ni mwaka wa nini, lakini tunataka tujifunze vile tutakuwa na vile tutaendelea. Ni kweli tumesema kama vile ndugu alisema conference ilikuwa neema ya Makedonia, lakini round hii ni amazing grace. Kwa hivyo ujumbe wa neema unaendelea kwa hii kanisa. Bwana wetu apewe sifa. Otherwise nataka kusema Bwana akaweze kuwabariki na akaweze kuinua. Tunaweza chukua nafasi zetu tukakaa chini na Mungu akatutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Nataka kuongea machache kuhusu kukua kwa kanisa, church growth. Machache sana, maana mengi nimeongea asubuhi vile tumekuwa hapa kwa first service, na kwa hivyo nitaongezea tu machache. Itakaa kama repetition, lakini haitakuwa repetition kabisa. Bwana atatubariki katika jina kuu la Yesu Kristo. Mungu wetu, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa first service ambayo tumekuwa nayo. Sasa tumeingia kwa ibada ya pili, ambapo Baba tumekuwa tukijifunza mambo makubwa kuhusu kanisa. Na Jehova Mungu, tunaendelesha kipindi hicho cha ukuzi wa kanisa. Hivyo tunaomba Bwana ukatubariki, fungua mioyo yetu, fungua fahamu zetu Bwana, ili tukaendelea kupokea kwa sifa na utukufu wa jina lako. Asante Mungu wetu, jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Kwa jina la Yesu tunaomba na hata na kushukuru, na mtu aseme amen. So vile nawaambia ni kwamba tumekuwa tukiongea kuhusu kukua kwa kanisa. Na vile nimewaambia ya kwamba tunapoongea kuhusu kukua kwa kanisa, we are not speaking about this building. We are speaking about our hearts. Tunaongea vile mioyo yetu inakuwa, tunaongea vile wokovu wetu unakuwa, unapanuka, na Baba atatenda mema katika jina la Yesu. Tulijifunza mambo mengi sana kwa ile ibada ya kwanza. Nataka tu kurudia sehemu moja ya yale ambayo tulikuwa tukizungumza. Sehemu moja tu nataka niweze kuitia nguvu, ambayo ilikuwa ni sehemu ya pili. Sehemu ya pili, we were talking about teamwork. Tulikuwa tunaongea kuhusu teamwork. So nataka niweze kuendelea kidogo tu, nirudi tena kwa teamwork, alafu tukaweze kuona vile kanisa linaweza kukua tukiwa pamoja na teamwork. Na najua Baba atatubariki na Baba atatuinua sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Praise God. Tulipoongea kuhusu unity, tulienda mpaka tukaguzia kitabu cha Genesis chapter number 11. Na pia tukaangalia Genesis chapter 1 and verse 26. Lakini leo pia tutaongezea vitabu vingine, na moja yapo ni kitabu cha Zaburi 133. Zaburi 133 ni kitabu ambacho tunapenda sana kukisoma, na inaonekana hiyo kitabu ni ya muhimu sana. Zaburi 133 ni ya muhimu sana, maana husomwa kila wakati. Watu wanapotaka kuongea kuhusu unity huwa wanarudi mahali pale. Zaburi 133 inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakikaa pamoja kwa umoja.
ni kama mafuta mazuri kichwani yashukao ndevuni, ndevu za Haruni, yashukao mpaka upindo wa vazi lake, na ni kama umande wa Hamon ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana aliko amuru baraka, naam, uzima hata milele. Unity na teamwork, they are twins. Hizo vitu ni twins. Unity, teamwork ni twins. They talk almost the same thing. Zinaongea karibu sawa, zinaongea kitu moja. Na katika Zaburi sasa, ambaye hatukuisoma asubuhi, inasema, tazama jinsi ilivyo vizuri na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ndugu wakae pamoja kwa umoja, sio kuketanisha pamoja. Ati wewe ukae hapa na mimi nikae hapa, ati hiyo ndio umoja? Hapana. Unajua watu wanaweza kuwa wamekaa pamoja lakini hata wamechukiana. Watu wanaweza kuwa wamekaa pamoja lakini roho zao sio moja. Watu wanaweza kuwa wamekaa pamoja lakini kila mtu anawaza kivyake, lakini wameketanisha pamoja. Lakini sasa Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza wandugu wakae pamoja kwa umoja. Kukaa pamoja, lakini inatiwa nguvu ya kwamba kwa umoja, which means kile kitu kimefanya wakae pamoja, wanawaza kitu moja, wanafikiria kufanya kitu moja, wanakaa pamoja na tena kwa umoja. Bwana tusaidie sana. Na Biblia ikasema ya kwamba inafananishwa na mafuta mazuri yashukao kutoka kwa kichwa cha Haruni, inakuja kwa ndevu na inateremuka kwa upindo wa vazi lake hadi kwa miguu. Inafananishwa na haya mafuta mazuri, watu walio na umoja, watu wanaofikiria mambo mazuri pamoja, watu walio na unity. Inafananishwa na haya mafuta ambaye anateremuka polepole. Niliwahi kuona kusikia ya kwamba kuna kanisa lingine sijui West Pokot inaitagwa mafuta poa. Jasikia hiyo kanisa West Pokot. West Pokot kuna kanisa inaitwa mafuta poa. Sijawahi kuona vile wanaabudu, lakini naisikiaga na hiyo mafuta poa huko West Pokot. Although wameiongeza kimila sana. Kimila ndio nyingi sana ndani, lakini wanasema ni mafuta poa. Sasa wapendwa, mafuta inayoshuka kutoka kwa Haruni inakuja kwa ndevu zake mpaka kwa miguu. Yaani watu wakiwa kwa umoja, wakikaa kwa teamwork, wakikubaliana kufanya vitu pamoja, wanafananishwa na mafuta mazuri yanayoteremka kutoka kwa kichwa cha Haruni, inaenda mpaka chini. Alafu pia inafananishwa na umande. Umande mnajua ni ile dew ya asubuhi yenye inashika nyasi ya asubuhi, umande. Lakini sasa ile inasemekana inafananishwa na umande wa Harmon. Harmon ni mlima. It is a mountain. One of big mountains in Europe. Inaitwa Harmon. Kwa hivyo mlima wa Harmon ambao uko kule Europa, ndio Mungu akatoa mfano wa umande wa Harmon ambao unateremka kwa hiyo mlima. Mshawaiona milima ikitoa maji kiteremsha? Kuna milima inatoaga maji inakuja tu polepole mpaka inateremka huko chini, na watu wengine huko chini wanaitega maji. Wamama wanateganga hiyo maji na wanaitumia. So Biblia inasema watu wanaokaa pamoja, wakifanya vitu pamoja kwa kuelewana, wanafananishwa na hiyo maji ya mlima yenye inateremka, inakuja, ikifika huko chini wamama wameigoja, kumbe inabariki watu fulani huko chini. Umoja huwa inaleta baraka. Praise God.
Umoja inaleta baraka. Kama kuna kitu kinaleta baraka ni watu kukaa kwa umoja. They work things in a teamwork. Wanafanya vitu kwa pamoja, inaleta baraka nyingi sana kuliko vitu ambavyo vinafanywa kwa uzushi, watu wakigombana, watu wengine wakisema ndio, wengine wakisema hapana. Lakini kazi ambayo inafanywa kwa umoja, even a house, hata nyumba, mama na baba wakikubaliana, mambo ni ya muhimu sana. Ikiwezekana hata watoto wahusishwe, lakini sana sana baba na mama ni watu wa muhimu sana katika nyumba, na wakikubaliana mambo, hiyo nyumba huwa inabarikiwa sana. Wasipokubaliana wanakaa kwenye shida, lakini wakikubaliana nyumba hiyo inakaa na baraka. Wapendwa, nasema familia hukaa kwa baraka wakiwa kwa unity, wakiwa kwa umoja, na ni vizuri tuweze kukaa pamoja kama tunataka kujenga familia zetu. Marriages are broken, families are broken, kwa sababu kila mtu anataka fanya kitu yake. Lakini tukikubali kufanya vitu pamoja, mambo yatakuwa mema, yatakuwa mazuri katika jina kuu la Yesu Kristo. So umande wa Harmon inatoka huko kwa mlima. Huko kwa mlima hakuna nyumba, ni mawe, kuna kaa vibaya, pengine mbuzi ndio zinaendaga huko, lakini kumbe huko chini kuna watu wanapata baraka yenye inatoka wapi? Kwa mlima. Na tunaambiwa ya kwamba ni kama mafuta mazuri yanayoshuka kutoka juu kwa kichwa. Kumbe baraka zinaanzia juu. Haleluya. Baraka zinaanzia juu. Na hata na sisi tukikubali fellowship with our Father who is in heaven, tutapata baraka. Tukitaka baraka za Mungu zenye ziko huko juu, let us commune with him. Wacha tushirikiane na yeye. Wacha tuweze kushiriki pamoja na Mungu. Tukishiriki pamoja na Mungu, baraka zake zitashuka na tutaziona halisi hapa duniani. Our communication with God lazima iwe kitu kizuri, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Halafu pia kufanya vitu bila kuambiana. Ni vizuri kuambianaga vitu vya kufanya. Usifichanange vitu vya kufanya, zinaletaga shida. Vitu vya kufanya vinaletaga shida. Amen. Ambavyo watu hawataki kuambiana. Unastukia tu umeficha your closest person. Umemficha na unafanya vitu peke yako. Kinaweza kuwa ni kitu kizuri sana, but because it was not a surprise. Unajua kuna utofauti ya ile kitu kinaitwa surprise na kitu chenye umepanga kufanya. A surprise ni kitu chenye unaletea mwenzako, unamsurprise nayo, hiyo ni surprise. Lakini vitu zingine sio surprise, ni vitu tu unafanya mwenyewe bila kuambia mwenzako. Kuna vitu kama hizo haziwezi leta furaha kwa nyumba. Mimi niliwahi ona mtu amenunua gari na mke wake akakataa hiyo gari mpaka mwisho. Hakuwahi kubaliana na hiyo gari. Hata alisema hata bebwa na hiyo gari milele. Manake wakukubaliana na mama kununua gari. So mama alipoletewa hiyo gari, na mzee anakuja amefurahi na anapiga honi kwa nyumba, na mama hapo kwa nyumba, mama hakutoka. Alifikiria ni labda ni jirani kwenda kuona na mke wake akarudi. Ni mzee wake arudi kwa nyumba. Na akakataana na hiyo gari. Haleluya. Kwa nini? Mama alikataa hiyo gari kwa sababu mzee aliambia mama, tunaenda kwetu Risafu, kwa tunaenda gawana shamba. Sisi mabrothers tunaenda kugawana shamba la wazazi. So mama akabaki, baba akaenda kugawana shamba la ukoo.
Wakaenda wakapasua, na yeye naye akasema, huyu mwenye aliambia mke wake tunaenda kugawana shamba, alipofika kwao akaambia mandugu zake, mimi sitaki shamba. Mimi mwenye ako na pesa nipatie pesa achukue yangu. Mama akifikiria anakuja kuambiwa tumegawana shamba, nitakupeleka uone shamba yetu. So ndugu yake mmoja akatoa pesa, achukua shamba, ampa huyu pesa. Huyu jamaa akaenda akashopu gari, na si gari mpya, ameshopu gari, akakuja na gari badala ya shamba. Na mama alijua wameenda kugawa nini? Shamba. So jamaa anakuja na gari badala ya kuleta shamba. Alipoona ni mzee wake na gari, alirudi tu kwa nyumba, maana alijua sasa hapa kumeharibika. Mzee ameamua gari badala ya shamba. Hawakuelewana, na kitu chenye watu hawaelewani ni kibaya sana. That's why tumeambiwa unity is power. Umoja ni nguvu. Umoja ni kitu cha nguvu. Sasa mzee kwa sababu alikuwa anaishi Nairobi zamani, anajua huko, asema sasa inaletea mama gari, na hii gari itakuwa ni matatu ya kubeba watu, itakuwa ni gari ya kubeba watu. Sasa hii ndio italetea yeye matatu. Haya anakataa. Asema goja niende, nitakuja kusurprise, acha nirudi Nairobi nifanye kazi, nikuja nimsurprise na vitu. Akaenda Nairobi na ile gari, akabeba mteja, ni mataksi, akabeba mteja gari, akanyang'anya. Mpaka leo haijawahi patikana, mpaka leo gari haijawahi patikana. Hiyo gari ilienda hivyo, kufika Nairobi gari ikabebwa na wakora, akarudi nyumbani bila gari. Sema amen. Mambo ya kufanya bila kukubaliana, na mpaka mmoja anabaki ameoppose na amekataa, amesema mimi gari hapana. So hiyo gari iliibiwa, mpaka leo haijawahi patikana. Hiyo ilienda hivyo, shamba ikaenda na gari ikaenda, mpaka akaanza kuingia kwa wachawi na waganga. Watu wanamwambia ati imepatikana sijui Tanzania, sijui imepatikana wapi. Anamwambia twende kwa muonaji fulani, huyo ndiye ataona pahali gari ilienda. Hakuna, hiyo kitu imeenda. Hali hakuna umoja, shetani yako hapo. Hakuna kitu itapatikana. So shamba ikaenda na gari pia ikaenda. Lazima watu wafanyage vitu kwa pamoja, na itakuwa ni vizuri, na Mungu ataendelea kutenda mema na ataendelea kuinuliwa in a mighty name of Jesus Christ. Somebody say amen. Ni vizuri kuelewana kwa nyumba, watu wakubaliane, na ikiwa ni ndio iwe ndio, na ikiwa ni la iwe la, lakini watu waweze kukubaliana. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba watu wakiwa pamoja na kwa umoja inafananishwa na mafuta ama umande wa Harmon. Love, hiyo communication nimesema ni ya muhimu, na hiyo tulikuwa tumesoma katika Genesis zile. Genesis 1:26 tulikuwa tumeisoma asubuhi, lakini wacha tuirudie, maana this time inaleta another revelation. Sio ile asubuhi, inakuja with another revelation but the same verse. Neno la Mungu huwa halichakai na halizeeki. Kila neno kila wakati linakujaga with a new revelation. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama
na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu hakuwaficha Yesu na hakuficha Roho, akawaambia let us make man. That was communication. Ni vizuri kuwe na communication kwa mambo, badala ya kunyamaza ufanye vitu bila mwenzako kujua. Do at least some communication to the person ambaye mnakaa na yeye, aweze kujua ni nini kinaendelea. Mungu akawa wa kwanza kufanya communication na Yesu na Roho ya kwamba wamuumbe mtu. Asubuhi si kusema hivyo, lakini this time that is a new revelation. Communication, watu waweze kuwa na uhusiano na kuelewana na kukubaliana kwa mambo, na itakuwa ni vyema, naye Mungu wetu atatubariki na atatuinua katika jina la Yesu Kristo. Alafu pia kuwe na communication through prayers. Ukitaka kujengeka zaidi, ni vizuri tuwe na communication through prayers. Ukisoma Acts chapter 4 that 1, Acts 4 that 1, kuna kitu inasema, that is Acts chapter 4 and that 1. Inasema ya kwamba hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikizwa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. 32 inasema, na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mtu alisema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni cha mali yake, ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Walikuwa na vitu vyote shirika. Biblia inasema walipomaliza kumwomba Mungu, baada ya kucommunicate na Mungu, ile uhusiano yao na Mungu, wakakommunicate pamoja na Mungu, penye walikuwa wamekaa pakatingizwa. Roho wa Mungu akatingiza mahali pale. Wapendwa, tukifanya communication yetu na Mungu, mambo hayatabaki vile yalivyokuwa. Ni vizuri kucommunicate na Mungu hata wakati tunataka kufanya vitu. Biblia inasema ya kwamba na jamii ya watu waliokuwa wameamini walikuwa mna moyo mmoja na roho moja, na hakuna mtu alisema vitu alivyo navyo ni mali yake mwenyewe. Bwana atusaidie. Walitoa kwa sababu ya Mungu, wakatoa kwa sababu ya kanisa, wakatoa kwa sababu ya huduma. So mambo ikaenda vizuri kwa sababu ya kitu kinaitwa umoja. Alafu jambo lingine ni kwamba ili kanisa likue na watu wakuwe na kitu kinaitwa teamwork, lazima kila kipawa kifanye kazi kwa ushirikiano. Ukiwa na kipawa kile Mungu amekupea, usiichukue kama mali yako mwenyewe. Sasa hapo mbele tumesikia kwamba na vitu alivyokuwa hakuna mwenye alichukua kama mali yake mwenyewe. Hata vipawa ambavyo Mungu ametupea, unaweza kuwa umepewa talanta. Umepewa talanta ya jambo fulani, usiichukue tu ni kama ya kukufaidi wewe mwenyewe. Mungu amekupea hiyo talanta ifaidi watu wengi sana. Amekupea hiyo talanta ifaidi kanisa, ifaidi mwenzako, ifaidi jirani. Kwa hivyo usichukue kitu kama ni mali yako mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba katika Wakorintho wa kwanza, ninapoenda nikimaliza, inasema hivi, 1 Corinthians ukienda kwa Wakorintho wa kwanza chapter number 12,
Wakorintho wa kwanza 12 na mstari wa 12. Mstari wa 4. Wa kwanza 12 mstari wa 4. Basi pana tofauti za karama. Sikiliza, tunaongea kuhusu karama. Usiwahi chukua karama kama ni mali yako mwenyewe. Karama ni ya kusaidia huduma ya Mungu. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yule yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule yule, azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kwa kufanya nini? Kwa kufaidiana, kwa kusaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Wapendwa, watu wanapewa vipawa mbalimbali, different types of gifts. Tunapewa karama tofauti, vipawa tofauti, lakini Mungu ni yule yule. Wewe ukipewa kipawa fulani na mimi nipewe fulani, zote ziko pale kwa sababu ya edify the body of Christ. Ni kwa sababu ya kujenga mwili wa Kristo. Wewe unapewa tofauti, mimi napewa tofauti, lakini Roho ni yule yule mmoja, na Mungu ni yule yule mmoja. Hata mwingine anapewa sijui kufafanua, mwingine sijui anapewa roho gani, lakini yote ni kitu kimoja. Na mstari wa 11 unasema, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Alafu ukiteremka hapo mbele sasa utaanza kuona kazi ya viungo vya mwili. Bwana wetu apewe sifa. Lakini zote zinajenga mwili mmoja. Sisi hapa tuko hapa kwa redeemed. Mungu akikupatia kipawa, wacha kijenge redeemed. Sisi zote, mwingine alete kipawa yake, mwingine alete yake, tujenge hii kanisa, tuweze kuinua hii kanisa, kwa sababu mwili ni mmoja na Roho ni yule yule mmoja. Biblia inasema hapo chini ukiteremka ya kwamba mwili una viungo vingi, na mkono hawezi kuambia mguu, mimi si mguu, mimi ni mkono, kwa hiyo sitakusaidia. Sitakusaidia wewe mguu kwa sababu mimi ni mkono. Mungu aliweka hiyo viungo vingi visaidiane. Praise God. Aliweka. Macho inaona, ama macho si inaonaga mosquito? Macho inaonaga mosquito, lakini kile kinapiga mosquito si macho, ni mkono pap. Kila kiungo kinasaidia kingi. Macho inaona mosquito, lakini mkono inagonga mosquito. So sisi tuna viungo vingi, lakini kila kiungo kinasaidia kingine. Glory to God. Mguu inafika pahali macho inaona. Macho inaona na inatuma hiyo ujumbe kwa akili. Macho inaona na inatuma ujumbe kwa akili. Inaona nyoka na inaambia akili ndio hiyo nyoka. Mguu badala ya kukanyaga inatoroka, lakini mkono inachukua fimbo inagonga. Wapendwa, hivyo ndivyo Mungu ameumba kanisa, tusaidia. Mimi niko na uwezo wa jambo fulani na wewe huna, mimi nisaidie hapo. Na wewe una uwezo wa jambo fulani yenye mimi sina, wewe nao unasaidia hapo. Huyu naye ana jambo hili ambalo mwingine hana, anasaidia hapo. Mwili una viungo vingi, lakini kila kiungo kinafanya kazi yake. Tukijua hivyo, hatutakuwa tunatoroka kanisa.
Kile tutafanya ni kwamba fanya sehemu yako. Bwana tusaidie sana. Kila mtu anafanya sehemu yake, na tukifanya sehemu zetu, kila mtu afanye yake, kanisa litakuwa sana, lakini tutakuwa tunafanya kwa teamwork. Wewe fanya ile, una mazoea na hiyo, na mimi nifanye hii, nina mazoea na hii, lakini yote ni teamwork. Watu wanafanya kazi kwa teamwork, na Bwana atatutenda mema, atatuinua katika jina la Yesu, kwa kushirikiana, kwa hali ya kushirikiana. Na hii mambo itahitaji kujitoa. Unaona, hii teamwork itahitaji ujitolee, kujitoa, kwamba nimejitoa, nitafanya. Na sio hiyo peke yake, kuna kujitoa na pia kuna kutoa. Kujitoa na kufanya nini? Na kutoa. So tutajitoa na pia tutasupport kujitoa kwetu, na fedha tutatoa. Alafu pia huwezi kufanya peke yako, lakini lazima uungane na wengine. Uingiane na wengine, tufanye kazi pamoja. Na lingine ni kwamba lazima tuvumiliane. Unaweza kuniona sasa sifanyi vile unataka, lakini uwezo wangu umefika hapo. Sasa lazima uvumilie mwenzako kulingana na nguvu zake zimefika wapi. Bwana atusaidie. Ikiwa mimi niko na uwezo wa kutoa 5,000, nisianze kukwasika kwa yule anaweza toa 500 peke yake. I have an ability to give 5,000, lakini mwingine hana uwezo wa 5,000, ana uwezo wa shilingi 500. Kwa hivyo usikwazike kwa sababu ya huyu mtu ambaye hana nguvu ya shilingi 5,000. Lazima tuwe timu moja, hata yule ana uwezo wa kidogo, to accommodate yeye. We have to accommodate him. We accommodate that person. Huyu mtu tumuingize ndani ambaye hana nyingi. Bwana wetu apewe sifa. Tukihesabu watu wenye wako na magari, hata yule ako na Prado na mwingine Land Cruiser. Tukienda kutafuta wenye wako magari, hata yule ako na Volkswagen ana gari. Hata yule ako na Corona, ama inaitwa Corolla ama Corolla. Ni gari yako nayo. Praise God. Oh, si Corolla yenye iko na Corona. Tutahesabu ako na gari. Jina la Bwana libarikiwe. Ako na kagari kadogo, lakini kuna kingine kimepita kikubwa. Na kuna mwingine ana kiturera mrefu kina miguu 40. Zote zinaitwa gari. Hivyo ukikuta mtu ako na kagari kadogo na ukute mwingine ana turera mrefu, zote ni gari, zitahesabiwa. Kwa hivyo sasa mtu ako hapa na shilingi yake 200 na mwingine 5,000, asihesabiwe hana pesa, kwa sababu hiyo ndio pesa ako nayo. Na tukielewa hivyo, kanisa litasonga, maana hatutajikwaza kwa jambo lolote. Tutafanya kazi pamoja na tutaelewana na tutajuana. Kila mtu atajua mwenzake, kila mtu atajua mwingine ako namna gani, na tukishajua kila mtu vile ako, wacha niwaambieni wapendwa, mnaona watu ya kiwango cha chini, wengine wao ni waaminifu sana kwa kutoa. Most of them, watu ambao hawana vitu nyingi, wanakuwa waaminifu kutoa sana kuliko wenye wako nazo. Inafika Disemba, anaenda na kota muokoto kwa shamba ya mtu, na Jumapili anakuja na gorogoro 2, na ilikuwa ya muokoto.
na yule alivuna gunia 10, hata gorogoro 2 alete. Ameamua kukula zote. Hata yule alivuna gunia 100. Kama tungekuwa waaminifu jameni, unataka kusema kwa hii kanisa hakuna mtu na anapandaga eka hata 5? Unataka kusema kwa hii kanisa hakuna mtu anapandaga hata eka 10? Si wako? Uliwahi kuona gunia 10 imesimamishwa hapa? Mtu amekuja mpaka na gari na pickup, ameweka gunia 10, alivuna gunia 100, akaamua gunia 10 ni ya Mungu. Hakuna. Lakini yule wa mwokoto anaenda na ukota na gonga, inakuwa gorogoro 10, anatoa moja, anakuja naye anaweka hapa. Wapendwa, tunatakiwa tuwe watu ambao tunakuwa waaminifu kwa Mungu, na tukifanya hivyo hakika Mungu wetu atatubariki. Bwana atatuinua, atatutenda mambo mazuri. Kama watu wangekuwa watu wanatoa kwa uaminifu, wanafikiri hata tungesumbukanaga na vitu hapa? Hatuwezi. Siku moja na nitakuja kuwafundisha kitu, lakini wacha tu nielezee kidogo tu. Nilienda kuhubiri Kapteret Kamoi. Nilienda siku moja kuhubiri Kamoi wakati kumeharibika kabisa. Nilitumwa huko na mawaziri na bishop, nikaambiwa enda tengeneza hiyo kanisa ya Kamoi. Ilikuwa imeharibika. Kuna mtu mmoja ndani ya watu, kuna mtu ni Judas. Kuna mayai imeoza ndani ya kanisa, inataka kuharibu zingine. Kuna viazi moja imeoza ndani ya kanisa, inataka kuozesha zingine. Na mtu mmoja akaambia watu kwa kanisa, hii mambo ya kutoa hakunanga. Hii ni mapasta tu anatakaga. Na unajua ni mshiriki, anaambia washiriki, na tena anawaambiliaga huko nje. Anawasanya, akikutana na watu anawakataza kutoa sadaka. Naambia hakuna kutoa. So Bwana akasikia, Mungu akasikia. Praise God. Kumaanisha ya kwamba sasa yeye hakutoaga, na alitaka wengine pia wasitoage kama yeye, wasitoe. Huyu ndugu alikuwa na msichana na kimbia kama swara. Akipelekwa Kitale anakuwa namba 1. Akipelekwa Nakuru anakuwa namba 1. Akipelekwa Nairobi anakuwa namba 1. Msichana alikuwa anakimbia. Baka akachukuliwa na hawa watu wanaitwa sijui manager wa sports. Akapelekwa sijui Uganda kutrainiwa huko. Sasa badala ya kutrainiwa aende akashinde, manager akamchukua, akalala na yeye, akapata mimba. Akarudi pande ya Cherengani akiwa na mzigo. Na hiyo ndio ilikuwa mwisho wake wa kufanya nini? Wa kukimbia. Mtu ambaye angekimbia alete dhahabu nyumbani. Mtu ambaye angekimbia lakini baba yake akapiga kanisa. Wacha nikwambie, the day we shall fight the church. Haujui vile Mungu anakuja kwako. Mungu akazuia hiyo msichana kuendelea kukimbia. Siku moja tukakutana naye hapa Kachibora. Nikamwambia Salome, siku hizi ukimbi. Ikaisha hivyo. Hiyo talent ikaishia hapo. Na Kenya alikuwa amekimbia. Kuna mtu alikuwa anapata msichana mteso. Wanakimbia kukimbia. Lakini hiyo mambo ikaishia hapo. Praise God. Sasa kwa Biblia
Kanisa ingine naye kwa Biblia ikatokezea, na watu wakaambiana, mwaka huu hatutatoa fungu la 10 na hatutatoa mavuno. Unasikia mwaka hii hakuna kutoa fungu la 10 na hakuna kutoa mavuno. Washiriki wengine pia wakapatikana kwa hiyo kanisa kwa Biblia. Nitatafuta, nitakuja kuwaonyesha. So watu wakakataa kutoa. Kataa kutoa, nabii akalala njaa, maana yeye anakula kupitia fungu la 10 na matoleo. By the way, watu wanaliaga wanasema hii matoleo ni pastor nakula. Kwani ni nani atakuwa kule? Si ni pastor. Yeye ndiye anawakilisha Mungu kwa hiyo kanisa. So watu wakapiga kelele wakasema hapana, hatutatoa fungu la 10 na hatutatoa mavuno. So nyumba ya Mungu ikakosa chakula. Nyumba ya Mungu ilipokosa chakula, nabii akalala njaa. Mungu akiwa mbinguni akaona vile aliona huyu mtu ya Kamoi vile amefanya, na haya akaona hiyo kanisa vile imefanya. Sasa Mungu akasema hawa watu ya hii kanisa watajua hawajui. Mungu akafanya kitu yenye haijawahi fanyika tena kwa hiyo kanisa. Wamama yote wenye walipata mimba walikuwa wamebeba viwete, walikuwa wamebeba vipofu, walikuwa wamebeba watoto walemavu. So na unajua kuna wakati watu wanaweza kuwa wamebeba mimba, kuna wale watazaa mwezi wa 6, kuna wale watazaa mwezi wa 8, kuna wale watazaa Disemba. Sasa kuna watu wana mimba hivyo. Wale walizaliwa hiyo mwaka wote ni vilema. Wote. Hakuna mtoto alikuwa ako sawa. Kijiji kisima kama Kachibora kama hii unaenda kila pahali unapata ni walemavu. Alafu watu wakakuja kwa nabii. Wakamwambia nabii, si utulizie kwa Mungu, mbona kunafanana hivi? Mbona watoto wetu wa mama wetu wanazaa hivi? Watoto walemavu wote kijiji kizima. Nabii akaenda kwa Mungu akasema wanateta. Wanasema ni kwa nini kuna wamama wamezaa hivi? Mungu akamwambia, enda ambia hawa tangu siku ile waliwacha kutoa, hiyo ndio malipo yao. Tangu siku ile walikataa kufanya nini? Hiyo ndio malipo yao. Nabii hakukataa kwenda kupeleka ujumbe, akawaletea ujumbe. Akamwambia Mungu ameniambia siku ile vile mliwacha kutoa, mambo ndio hayo. Mkianza kutoa, Mungu ataponya nchi. Kweli wakaamua, wakapiga filimbi ile inaitwaga tarumbeta. Watu wapeleke vitu kanisani. Mwenye kondoo akafuruta kondoo, mwenye unga akafuruta unga, mwenye kuku akapeleka, vitu vikajaa kwa kanisa mpaka nabii akawaambia simamieni hapo imejaa. Mungu akamaliza hiyo shida kwa wamama. Kuna shida zingine kumbe tunapata tunajiletea wenyewe. Lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa hiyo kanisa. Wakati tu walileta vitu vikajaa kwa kanisa, nabii akawaambia hakuna mahali pa kuweka tena. Zimejaa. Stoi ya kanisa imejaa, muachie hapo. Na Mungu naye akaponya hiyo kijiji. Hiyo kijiji ikapona. So wapendwa, ni vizuri tuweze kuelewaga mambo mengine, kwamba kuna kujitoa na kutoa na kuungana na wengine na kuvumiliana na kupendana na kusameheana. Praise God. Na kusameheana wakati watu wamekwaruzana. Manake watu wengi wanapenda kubebana sana. Kubebana, kanisa iko na watu akijua amekosana na mtu hapa nakaa kwa kona ile, na adui yake nakaa kwa kona ile, na ikifika saa ya kutoka anatoka haraka, maana hataki wakutane nje. Ni vizuri tuishi kwa kupendana na kusameheana. Haleluya. Tukiwa kanisa la msamaha, kanisa la watu kuachiliana, tunawaachiliananga kwa haraka haraka, hatubebani sana. Mungu anajenga kanisa. Praise God. Mungu atajenga kanisa, kanisa litasimama vizuri, kanisa litakaa vizuri, na kanisa litaanza kuonekana vizuri katika jina kuu la Yesu Kristo. Bwana wabariki. Hiyo ndio mambo yangu ya mwisho. Nilikuwa tunajenga tu kupitia yale tulizungumza asubuhi.
Kwa maana mwaka huu tunataka tuweze kuona Mungu anasimama na kanisa hili, likienda kumaliza mwaka tuone Bwana ametenda kitu katika jina kuu la Yesu Kristo. Tusimame wapendwa, ili tukaweze kuomba, na Baba wa mbinguni atatubariki, na Baba wa mbinguni atatutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Nataka tukaweze kuomba in the name of Jesus. Baba wetu, kwa jina la Yesu, asante kwa neno ambalo limekuwa asubuhi na tena limekuwa wakati huu. Mfalme, umeendelea kutufundisha kuhusu kanisa kukua. Asubuhi ulitufundisha kuhusu vile kanisa linatakiwa likue. Leo hii umeendelea kujenga kuhusu teamwork na kushirikiana na kuwa na umoja, kumaanisha ya kwamba Jehova unataka kanisa hili watu waweze kuwa na umoja. Asante Mungu wangu. Baba, jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Tumesikia hiyo habari, tumesikia hiyo neno. Jehova, sasa tusaidie kulitekeleza katika jina la Yesu Kristo. Najua ya kwamba Bwana utatusaidia kuitekeleza, mtakatifu wa watakatifu, na kanisa hili halitabaki the same. Wale watu wamesikia ujumbe huu hawatabaki vile walivyo. Utakapoinua kanisa, utainua pamoja na watu. Baba, pokea sifa zote, pokea na utukufu, na magonjwa na maradhi na mambo ya maroho machafu haitaonekana mahali hapa, maana kwa ajili ya umoja Baba utaponya kanisa. Asante Mungu wangu. Baba, jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Tubariki na utuonekanie, maana ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kushukuru, na mtu aseme amen. Amen. Bwana kaweze kubariki. Tuko tunajenga kuhusu mwaka huu. Kabla haijafika mwezi wa 4 tujijenge, tuone ile kitu inaweza kutufanya tukafaulu katika mwaka huu, na Bwana wetu atatutenda mema na atatuinua. Wacha tuombe, maana najua kuna wengine bado wako na sadaka. Baba wetu, kwa jina la Yesu Kristo tunapoenda kutoa, Bwana utubariki. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Tunaweza kupewa kikapu tukaweza kumtolea Bwana, na Bwana wetu atatubariki na atatuinua katika jina la Yesu Kristo. Karibuni waimbaji. Amejibu maombi, amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amefanya. Amejibu maombi, amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amefanya. Amejibu maombi, tendea Baba, Amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amefanya. Yesu amejibu maombi, Amejibu maombi, kanitendea Baba, amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amefanya. amejibu maombi, Amejibu maombi, amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amefanya. amejibu maombi, amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amefanya. Amejibu maombi, Amejibu maombi, kanitendea Yahweh. amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo. Jamani, Yesu amefanya. Amen. Tunaweza chukua nafasi zetu ili